Bima ya afya kwa watu wote kwenye nchi yetu, maamuzi haya ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya ni mwarobaini kabisa. Kwa mtu ambaye amewahi kuuguza, hawezi kujiuza mara mbili kuhusu bima. Mtu ambaye amewahi kuuguza, amewahi kuuguliwa, amewahi kuugua, hawezi kujiuliza mara mbili kuhusu swala la bima. Elimu hii tukawape watu. Ugonjwa hauna hodi kwamba koko bana, malaria mimi bwana nakutembelea wiki ijayo. Sisi Wakristo tunasema maisha ya mwanadamu ni fumbo. Ugonjwa ni fumbo, kifo ni fumbo. Kwa hiyo huwezi kujua kesho utaamkia kipi. Mungu amefumba. Na tumepata watu wengi waliopata shida kwenye matibabu. Ndio maana mtu yuko hospitali, familia inachanga. Yuko hospitali, grupu la watumishi waliosoma nao wanachanga. Mko hapa mnaona kwenye magrupu huko tunachangia wazazi wa wenzetu. Tuwachangia ndugu wa wenzetu, jamani mdogo wangu anaumwa, amelazwa Muhimbili, matibabu shilingi milioni 1.5, nisaidieni. Kuna hospitali unaenda ili wakupokee, una deposit shilingi 400,000 cash. Ili process ya kwanza kuandikisha kitanda na matibabu yafuate. Wanaenda kule kwenye vipimo, wanafanya vipimo, wanakuja hapa anakusikiliza kwenye chumba na kuambia huyu afanyiwe CT, afanyiwe ultrasound, afanyiwe sijui kipimo gani kacha, vinaorodheshwa pale vipimo. Ukija kujumlisha hapa kwenye bei ni shilingi 210,000. Na hapa mmekuja mmekodisha gari kuja hapa. Sasa hayo mazingira yamewapata watu wengi kiasi kwamba watu wanaanza kuweka majina mabaya kwenye hospitali za Tanzania. Mbona matibabu yetu ni makubwa sana? Maamuzi ya Mheshimiwa Rais kusema sasa kama nchi twende kwenye bima ya afya kwa wote ni majawabu ya afya ya Watanzania wa leo na wajao. Na jambo hili litaleta unafuu mkubwa sana kwa wenye familia za Kitanzania, kwa viongozi na hususan viongozi wa kuchaguliwa. Kwa sababu ndiko mahala ambapo ubunge wa Tanzania unageuka kuwa ambulance. Mbunge ni ICU. Mbunge ni hospitali. Sio, mnanielewa? Na nyewe wenyewe huko ndugu wote ambao Mungu amekupa mafanikio kidogo ya kupata ajira, Panado inakuhusu. Kila mgonjwa kwenye ukoo anakuhusu. Na lawama na wakulaani wapo. Kweli ameshindwa kunisaidia. Anaumwa, yuko Wanging'ombe, anajua mtoto wa shangazi yuko Ludewa, anaenda Ludewa. Anaanzia hospitali. Anakupigia mwalimu. Kwambia nimekuja kwenye matibabu hapa, wanaendai 50,000. Huna. Inaanza lawama. Kwa hiyo bima ya afya kwa watu wote kwenye nchi yetu, maamuzi haya ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya ni mwarobaini kabisa. Kwa mtu ambaye amewahi kuuguza, hawezi kujiuza mara mbili kuhusu bima. Mtu ambaye amewahi kuuguza, amewahi kuuguliwa, amewahi kuugua, hawezi kujiuliza mara mbili kuhusu swala la bima. Elimu hii tukawape watu. Best practices ziko nyingi. Juzi nilikuwa naona mtandaoni, rafiki yangu mmoja alionyesha mtu amenunua gari. Alafu pale kwenye kodi za TRA wameonyesha kuna kodi ya HIV. Mliona? ATF levy. ATF levy. HIV response. Fund levy. Wakawa wanatembea mitandaoni, siku Tanzania ukimwi unalipiwa hadi kwenye magari. Nikasema hili jambo tunakaa kimya na vitu vingi, matokeo yake watu wanamishana vitu ambavyo havipo, wanaviamini. Sisi kama nchi tunao mfuko wa HIV
ambao unachangiwa, na ni maamuzi ya Mheshimiwa Rais kwamba huko tunakoenda hamwezi kujua kama kesho tutaendelea kupata msaada kwenye ARV na vitu vingine vinavyohusiana na cases, HIV cases. Wa NHIF, mindset ya watumishi ibadilike. Tukienda hivi tutakuwa na fault nyingi za kujitetea kwa wananchi. Wananchi wanataka kuona matokeo. Mheshimiwa Rais anataka kuona matokeo. Kama tuna fault ambayo tunaiona kwamba inaweza ikatuchelewesha, ni vizuri mkaisema mapema ili tuiwasilishe kwa wizara wakae na mfuko. Tusije tukaanza implementation alafu tukaanza kukutana na fault, tukaanza kupigizana makelele kwenye maofisi na watu wa mfuko. Ni lazima tunapoenda kwenye kuhamasisha twende na lugha ya moja kwa moja. Nikikata bima napata huduma, sipati, napata huduma. Baada ya muda gani? Na naipata kwa nani? Kwa sababu sisi tuna mfano mzuri wa Ludewa ambako tumepeleka bima, wananchi wamelipwa kila kitu, mpaka ilifikia mahala pa kutaka kumuondoa DMO wa Ludewa, kwa sababu hata hiyo thamani ya kituo kuona kwamba kuna watu hapa wamelipa bima yao, wale wahusika walikuwa hawaioni. DMO wa Ludewa iko wapi? Wewe ni mpi? Kaimu. Nadhani unajua kwa nini alikuja yule DMO mwingine. Haya mambo makubwa tunayoyaendea, ni lazima sekta ya afya mindset ibadilike. Haya makorokoro mengi ambayo tumekuwa nayo kwenye sekta ya afya huku tunapigizana kelele na wananchi kwenye jambo hili kubwa ambao rais anaileta kwenye nchi, bima ya afya kwa wote. Ni lazima mindset kwanza ya watoa huduma wa afya, pili watoa huduma kwenye vituo vyetu wote na mnyororo mzima, toka wafamasia, madaktari, matabibu, manesi, watu wote mpaka yule aliyo kwenye malipo. Tatu, custodian ambaye ni NHIF, mfuko mama, lazima mindset ibadilike. Na haya maswali yote ambayo mmeuliza, lazima washumu kwamba ndio maswali ya tunaenda kuwapelekea huduma. Sasa tukianza kujikanyaga hivi kwa sababu unajua leo ni kizazi cha kuhoji. Unajua sisi tumezaliwa, kwa mfano mimi nimezaliwa na kukua, baadaye yangu ni kwenye milenia. Si ndio? Wazazi wetu sisi ni kwenye kizazi generation gani? Boomers. Boomers. Mnakuja mstarini, haya barua. Anthony Mtaka anakuja pale, barua inasoma. Na kulikuwa na kazi pia ya kule matron au patron kufungua ile barua asome kama wanaandikiana nini. Alafu anaifunga vizuri. Sio, dunia imeisha. Huku unaenda kuzungumza, tukikaa 10 leo wa Tanzania 7 wana elimu ya sekondari na vyuo. Hawa 3 ni wale ambao ni wa elimu ya msingi, lakini ni wajasiriamali, wana simu, wana access taarifa za dunia. Lazima twende na majibu ya moja kwa moja. Sasa nadhani hili lazima tuangalie washindani wetu wanatoaje. Tusilai tu kwa sisi wenyewe, kwani washindani wetu wakoje? Ili kama washindani, kama principle ya bima ni kwamba tukikupa hela, ukikata bima leo unakaa siku 30. Je, na washindani wa NHIF wako hivyo? Je, ni regulation ya TIRA kama regulator? Mnanielewa? Kwa sababu huenda kwenye crisis ikakusaidia kupata watu wengi. Kwa sababu bora uniambie kwamba ukitaka bima ya papo kwa papo badala ya 160,000 utapata kwa 210,000. Nakwambia mimi nakata. Yaani wewe na alternative, usijifunge kwamba lazima ukae siku 30.
tutoke nalo sisi kama taifa, tupunguze kutoa mifano ya mataifa ya wenzetu. Nchi fulani wao ukiugua unatibiwa bure, si leo dunia kwenye kiganja, Google bure yao ikoje? Kwa tuzungumze, tuone namna ambayo tutaweza kulifanikisha jambo hili. My support, haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ni legacy kubwa ya Mama Samia. Hii ni Samia legacy. Samia impact, Samia legacy. Bima ya afya kwa wote. Ni Samia legacy. Sisi ambao tunamsaidia kwenye kutafsiri haya maono, tusimame na Watanzania wenzetu kwenye mkoa kuona kwamba yanatekelezeka. Na kushukuru RMO kwa mkutano mzuri ambao ni mkutano mzuri sana. Mkutano mzuri, very impressive. Lakini na wala ambao wamejitahidi kuchangia, mmefanya kitu kizuri. Na kama kuna maboresho, kwa sababu kikao kingine tuje na maboresho. Lakini maboresho ya kuona namna hili jambo hili tunalifanikishaje. Kulikuwa na kitu kingine ambacho nadhani ilikuwa ni mtu wa NHIF alikuwa anakizungumza hapa. Kuhusu wizi. Nadhani ile tarehe 7 nitakuja hapa tawaelezea namna ambavyo watu wanaiba kupitia NHIF. Na hata wewe mwenyewe unaweza kuwasimulia vile vitu ambavyo umevifungia, fraud ambazo watu wanazifanya. Mtu anachukua kadi anajifanya ni yakwa, anachukua kadi ya mdogo wake aenda kutafuta matibabu. Baki na sisi wenyewe pia kwa sanaa tu jambo. Ukimpa rupo tu hivi mwanadamu naye atatengeneza ya kwake. Kwa hata ile pia tutakuja kuweka tafsiri na tutanue wigo hiyo wiki ambayo tutafanya mkutano, tutanue wigo wa kualika pia na makundi mengine. Pengine vituo vingi vya watu binafsi tualike pia wawe wengi, watu wa maduka binafsi tualike, makundi tu yote tuyafikie. Ili watu kwa waweze kuzungumza. Lakini pia na RMO si mbaya, mtu kama wewe DMO wako hapa au DMO ambao ni young, hata kusearch kuangalia kwani makampuni ya wenzetu kule wanafanyaje, kwa sababu mwandishi mzuri na anasoma maandishi ya watu wengine. Mnaangalia na best practice. Wewe huyu ameenda Ghana kule vituo vya afya vinamilikiwa na association za kanisa. Aliposimama kuzungumza, yule CEO wa vile vituo wa afya kule Ghana akamwambia, wewe unatokea Tanzania, Mungu wangu, nyewe mmefanya mambo mengi makubwa kwenye afya kuliko sisi. Hata usizungumze. Kwa sababu wenzetu vituo vyao watoa huduma wote ni taasisi za kanisa, ndio serikali ina facilitate. Tunajidharau tu. Lakini kuna mara tukienda, mimi kuna nchi nilienda, ule uwanja wa Songo the International Airport ya hiyo nchi. Ndio International Airport. Tena ule wa Iringa, Nduli. Kuna mara nimeenda Afrika, uwanja wa Njomba hapa ni uwanja wa kimataifa. Au sisi hapa ndege haitui.